Kiuhalisia mambo mengi sana yamezungumzwa hapa, na mimi naungana na watu wote ambao wanampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea waziri ambaye yuko active, na maanisha Dr. Gwajima. Nikisema waziri yuko active, tunajua watu wote si ni mashahidi kwamba jambo lolote likitokea linalohusu jamii yetu, utamuona Gwajima yuko fronti nalo, liwe kwenye mitandao ya kijamii, liwe ni jambo la mtaani, utaona yuko nalo. Na kupongeza sana mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa unayoifanya. Na mimi nitachangia mambo machache sana kwa sababu mambo mengi yameshazungumziwa. La kwanza, nitaanza na 10% ya mikopo ambayo inatakiwa kutolewa kwenye halmashauri zetu. Tunajua kwamba serikali iliamua kupeleka mikopo kwenye mabenki ili kulinda pesa. Watu wengi walikuwa wanakopa na kuondoka na pesa bila kurudisha. Lakini bado kumekuwa na changamoto kubwa kwenye elimu ya wajasiriamali wetu kuhusiana na namna ya kuzifuata hizo pesa katika taratibu za benki. Benki na taratibu zake za kulinda pesa, na wananchi wetu kuzifikia hizo taratibu imekuwa ni kazi ngumu sana. Hivi ninavyokuambia mimi mwenyekiti, jimbo la Kigoma mjini kuna makundi zaidi ya 25 waliandikwa na wakafuata taratibu zote tangu mwezi wa kwanza mpaka leo hii bado hawajapata pesa yoyote kwenye makundi yao. Lakini kuna wengine waliomba milioni 5 alafu wakapewa 500,000. Hii tafsiri yake ni kwamba hiyo pesa haiwezi kwenda kufanya hiyo biashara ambayo hicho kikundi au huyo mtu alikuwa ameenda kuitarget. Kwa nakuomba sana mheshimiwa waziri, nenda fronti na watu wako, nenda fronti benki, waambie hizi pesa ni za serikali, hizi sio pesa za benki, watu waweze kupewa hela zao, waweze kufanya biashara. Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake, lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Sasa leo nitakwambia mwenyekiti, hizi pesa ni za serikali, hizi sio pesa za benki, watu waweze kupewa hela zao, waweze kufanya biashara. Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake, lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Sasa leo nitakwambia mwenyekiti, na naomba mheshimiwa waziri ufungue masikio usikie vituko tunavyofanywa wanaume na wanawake. Elimu nyingi imekuwa ikitolewa, hata vipindi vya redio. Ukisikia vipindi vya redio, elimu vinazoitoa ni kama vinawafundisha wanawake waende wakapambane na wanaume kwenye nyumba zao. Lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa. Kuna mwanaume anaoa mwanamke anayetaka huyo mwanamke aajiriwe, yeye afanye kazi na mwanamke afanye kazi. Na kuna mwanaume hataki mke wake aajiriwe na bosi, kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba hizi taarifa ongezisubiri kwa granada. Taarifa mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mary Masanja. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Vivyo hivyo na wanawake hatuolewi tu hivi hivi, isipokuwa tunaolewa na mtu ambaye tumemhitaji. Mheshimiwa, unaipokea taarifa? Mheshimiwa mwenyekiti, haya ndo mambo ambayo naenda kuyazungumzia huko mbele. Kama mwanaume anaongea na wewe unaongea, tafsiri yake. Taarifa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Mwenyekiti, naomba ulinde muda wangu kwa sababu nina mengi ya kuongea. Naomba ulinde muda wangu. Taarifa zao zipokee. Naomba ulinde muda wangu. Na wao wavumilivu. Wakati wanaume tunasemwa, kuvumilia. Na wao wavumilivu. Taarifa mwenyekiti. Naomba utulivu tafadhali. Waheshimiwa, naomba, siwezi kumsikia anasema nini kama mtakuwa mnaongea. Mheshimiwa, naomba uendelee. Taarifa mwenyekiti. Taarifa. Pointi hapa. Waheshimiwa wabunge, nimesema mnaongea sana, sikusikia nini anasema. Kwa hiyo taarifa unayoomba sijajua ya nini, naomba aendelee kuongea ili niweze kuelewa.
Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka niwaambie ukweli, hasa wabunge wa wanawake waliomo humu ndani. Jeshi kubwa ambalo limenipa mimi ubunge mpaka kuja hapa ni jeshi la wakina mama. Kwa hiyo njia pekee ya kuwatetea wanawake ni kuwaambia ukweli pia, sio kuwadanganya na kuwabebesha mzigo ambao kiuhalisia ungemwambia ukweli, mwanamke angejua namna bora ya kuweza kujikomboa. Naomba wanisikilize ili wajifunze, wajue ni yapi tunapitia sisi wanaume kupitia tunayoteswa na wanawake. Kwa hiyo watulie, wasikilize. Naomba niendelee mwenyekiti, na unilindie muda wangu mamangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia, na nitayataja hapa, na wao wanawake watakuwa mashahidi kwenye hili. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, huwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi 9, anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka 10, baadaye mnagombana kidogo, anakwambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna mwanaume yote, ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira, na kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno ulilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli wakina mama, mimba sio ya mtu, mwambie, usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wanawake, wapo wakina mama, amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma, anamuona yule mwanaume hafai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote inamwambia tulikuambia. Mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume. Mimi sitaongelea hapo mwanaume kupigwa, kwamba wanaume wanapigwa na wake zao, hayo mambo. Mwanaume kupigwa, hiyo ni nguvu ya mwisho, hiyo ni mlevi huyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiwawezesha vizuri wanawake, kuna baadhi ya matendo ambayo wanayafanya ambayo utanitafsiria baadaye kama ni utapeli au ni wizi, yataondoka. Kwa mfano, mwanamke mtu hampendi kabisa, hampendi hata kidogo, lakini anakaa naye amemwita kama mpenzi, amekaa, anajua kabisa mpenda, yuko anamdanganya, anakunywa pombe zake, anakula vitu vyake, mwisho yule bwana anaenda toilet, anarudi, anamwona mwanamke anakimbia kwenye bajaji. Haya mambo yanatokea kwa sababu wanawake, uchumi wao, kuna vitu wanavifanya kwa sababu ya uchumi tu. Mwanamke mwenye uchumi hawezi kukwenda kula vitu vya mtu ambaye hampendi. Mama Goti, mwasaidie wanawake wawe na hela ili kupunguza hivi vitu. Mtu wanaimba paka nyimbo, mtu anajua kabisa huko sitoenda, unamwambia unakuja saa ngapi, tukutane wapi, mnakubaliana, nitumie nauli, unatuma 50, anazima simu na kublock, anaambia si wizi huo? Huo ni wizi. Na wanatumia kawimbo kazuchu, siendi, nauli yake nakula, nasema siendi. Huu ni wizi mama. Na sasa kuna namna watu wana namna kukabiliana na mwizi. Kuna mwingine unampeka polisi, na wengine unasikiaga wananchi wana hasira kali, wamchoma mwizi moto. Haya matendo yanatokea kwa namna nyingine ni kwa sababu kuna wanawake bado kipato kiko chini. Kwa hiyo katika utafutaji wake anafanya mambo ambayo kiuhalisia inaonekana kama ni utapeli. Haya, twende basi kwa wao wenye kipato sasa. Wale wenye kipato, mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Gwajima, nimemwona mume wako hapa. Wakati ametambulisha, nimeona alivyosimama, tabasamu lake nilikuwa namwangalia usoni, linatoka moyoni. Na wewe ni waziri. Kuna mwanamke akishapata pesa anabadilika kwamba yeye ndo mwanaume kwenye nyumba.
anataka kumpeleka mwanaume na kumdhalilisha, kumwonyesha kwamba wewe si lolote si chochote. Jamani, Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti. Mwanaume ni mwanaume tu. Kuna muda ukifika, uwe na pesa, usiwe na pesa, mheshimu mume wako. Kuna ubaya gani?